wapeni nafasi ya... Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Kusoma, Mungu amewapa pesa, amewapa uwezo. Inueni vijana wengine, wapelekeni kwenye vyuo vya Biblia, wafanyeni wasome. Tumieni hizo fedha zenu kuinua na kupandikiza urithi wa huduma za vijana. Huko ndio kutahiri ambako Paulo alipofanya. Leo wewe unashindwa kutahiri vijana, unashindwa kupandisha huduma za vijana, na uwezo unao, kwa sababu una hofu kwamba huyu akipanda labda baadaye atakuja kuwa zaidi yangu. Ngoja nikwambie, tatizo hilo lilimpasa sana Mfalme Sauli. Mfalme Sauli alisikia shida sana. Alimpata Daudi akamkubali, na Daudi akaenda akamuua Goliath kwa mkono wa Mungu ulio hodari. Lakini Daudi wakati anarudi, kwaya ya wamama ikainuka, ikaimba pambio moja kali sana. Pambio inasemaje? Daudi ameua 10,000 lakini Sauli kaua 1,000. Huu wimbo ulipofika masikioni mwa Mfalme Sauli ukamuumiza sana. Akasema, sasa ni nini? Kama wamempa Daudi 10,000, basi mimi nimesha kosa, hata ufalme utachukiwa. Biblia inasema kuanzia hapo Mfalme Sauli akamwandama Daudi ili amuue. Daudi akawa anakimbia kwenye vichaka. Wazee, msiache vijana wao wanakimbia kwenye machaka, msiache vijana wao wanakimbia kwenye mapango. Acheni vijana waachilie kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao, iwe baraka kwa kanisa, iwe baraka kwa maendeleo ya dhehebu, iwe baraka kwa maendeleo ya huduma. Kwa sababu muda ule ambao Sauli alimkimbiza Daudi ulipoteza vitu vingi vikubwa sana. Paulo akamchukua yule kijana akamtahiri. Wazee mliotangulia mnaweza mkatahiri vijana. Inawezekana saa nyingine vijana wana maneno yasiyo mazuri, watahirini. Inawezekana vijana saa nyingine wanakosa uaminifu, wasaidieni wao waaminifu ili waende vizuri katika maisha yao. Paulo akamchukua akamlea mpaka ikafika kipindi ambacho Paulo amefika mahali sasa anamwamini Timotheo. Unaona, yule aliyekuwa mchanga, yule aliyekuwa na uwezo mdogo akamwamini. Kwa sababu gani? Kuna mistari inasema hivi, Paulo anamwambia Timotheo, nadhani Wakorintho wa kwanza, anamwambia katika Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 12, mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Alimuona Timotheo anaanza kuogopa kwa sababu yeye ni kijana. Sasa Paulo kama mzee wa kiroho, tena hakuwa na miaka mingi. Paulo amekufa na miaka 65. Kwa hiyo hakuwa ule mzee wa miaka 70 au 80, na alikuwa ni mzee kijana. Anataka kijana Timotheo ainuke. Anamwambia mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Unaona? Alafu anamwambia Paulo, chochea ile karama uliyowekewa mikono na wazee na mikono yangu. Anataka achochee. Kwa nini tusichochee vijana? Wazee tuchochee vijana, ili vijana wasikie nguvu, wasikie furaha, wasikie kwamba tunapendwa kwenye hili kanisa. Tuwaambie wachochee. Paulo anamuhimiza. Lakini inafika mahali sasa Paulo anaona nimemjenga Timotheo, amekuwa... Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.